Hawa ni wajeshi wa FABB Biloze Bishambuke ambao wamejitayarisha kuwa tayari waende kwenye Frodeli ama Kobola. Ndio wale wote mnawaona ni jeshi la FABB Biloze Bishambuke, wasoda wa Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Hao wamejitayarisha kwenda kwenye vita. Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema ya leo mercredi le 17 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Habari zetu za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu kwenye mapigano yanaripotiwa ndani ya maeneo ya Makobola mu territoire ya Fizi. General Ngoma Nzito na kikosi chake nao waliwasili hapo kwenye shamba la vita ili kukabiliana na wasi wa AFC M23. Gouvernement provinciale ya Tanganyika ilikuja kukamata hatua za kuzuia kabisa infiltration yoyote ya AFC M23 ndani ya mkoa wa Tanganyika, ambapo walisimamisha njia ya maji inayotoka Sud Kivu ikielekea ndani ya Tanganyika, wakatia mabateau de guerre ndani ya lake ya Tanganyika ili kuhakikisha usalama wa mkoa wa Tanganyika. Na tutawaambia kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Burundi ndani ya nchi ya Kongo kupitia lake ya Tanganyika. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kucomment na kuzilike habari hizi na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie wapate kufahamu hali halisi, na muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, na pale mtakuwa mkipata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kukua nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu mbichi tutazianzia ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi, maeneo ya Makobola kwenye kuna ripotiwa mapigano makali kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo wanaoongozwa na Generale ya Kutumba pamoja na Generale Makanaki Kasimbira John. Mapigano yanaripotiwa mu maeneo hayo karibu na Makobola mu territoire ya Fizi, ambapo wasi wa AFC M23 wanaendelea kutaka kupanua maeneo yao huko Sud Kivu wakisonga mbele. Mapigano hayo makali yalianza saa za asubuhi mapema wakati wasi wa AFC M23 waliatake wazalendo mu maeneo hayo. Mapigano yalianza kusikika huko saa 12 asubuhi. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi iliwaingiza wakaaji muhali ya sintofahamu. Wengine wakaanza kukimbia maeneo yao, yani vijiji vyao huko maeneo karibu na Makobola. Ni mu territoire ya Fizi kwenye mapigano yako nasikika, ni kiwakumbusha ya kwamba ni baada ya siku moja tu na AFC M23 imetangaza kujiondoa mjini Uvira, na baada ya tangazo lao hawajaondoka pale bali wako na endelesha na mashambulizi yao zidi ya vikosi vya wazalendo ili kusonga mbele huko mu territoire ya Fizi, jambo ambalo linaonyesha kwamba wasi wa AFC M23 walitangaza kujiondoa mjini Uvira ili kufanya Marekani itulie kutokana na jinsi walikuwa wakiwatiako presio ya kuondoka maeneo ambayo wako ndani, wakiwashutumu mara kwa mara kwa kukiuka makubaliano ambayo waliyasaini. Na kiukweli ukiona kinachoendelea kwenye uwanja wa vita huko mu territoire ya Sud Kivu, AFC M23 mpaka muda huu haijaondoka ndani ya mji wa Uvira. Wakati walikuwa wametangaza hayo,
wanaonyesha kwamba ilikuwa tu kudistraire Etats-Unis d'Amerique isiendelee kuwatia presio ya kuondoka. Wazani kwamba wataondoka pale, watulie nao wapange mambo mengine hapo kufro. Na wakati sasa Marekani inatulia, wao wanaendesha vita huko mteritware ya Fizi kwa ajili ya kusonga mbele. Wakati mapigano yalianza upya huko mteritware ya Fizi, General Ngoma Nzito, kiongozi wa grupe arme ya wazalendo FABB Biloze Bishambuke, alisimamisha vijana wake na kuwapeleka kwenye uwanja wa vita huko Makobola ili kukabiliana na hao waasi wa AFC M23 wasije wakaprogresi ndani ya territoire ya Fizi. Video ndio hii hapa, wakati wale wazalendo wa Generale Delphin Ngoma Nzito walikuwa wakijiandaa kufika kwenye uwanja wa vita. Hawa ni wajeshi wa FABB Biloze Bishambuke ambao wamejitayarisha kuwa tayari waende kwenye front de ligne ama Kobola. Ndio wale wote mnawaona ni jeshi la FABB Biloze Bishambuke, wasoda wa Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Hao wamejitayarisha kwenda kwenye vita, ongozwa na General Ngoma Nzito Delphin Kalembe. Naona kabisa vijana wanajiandaa kwa kujielekeza kwenye mapigano kwa Makobola. Tumewaona kabisa vijana wako shambra wakijielekeza kwenye operation hapo kwa kufieka adui M23 ambaye ameprogresse kabisa kujielekeza mteritware ya Fizi. Naona kabisa wa vijana wako shambra watamchapa kama kawaida, kama vile wanavyomchapa pale kwenye Haut Plateau ya Rugezi, Kabanja na kadhalika, milimani pote pale ambapo mnaposikia kundi ya General Ngoma Nzito linamchapa adui mara kwa mara, mchana, usiku, asubuhi na magharibi. Ni vile kabisa wa vijana hawa wanajielekeza kabisa kwenye mapigano hapa Makobola, wakimchapa kabisa adui na nguvu za mingi, na wanamkania kabisa kwa kumchapa kichapo kama vile wanavyochapa adui siku kwa siku hapo kwenye Haut Plateau ya Kabanja, Rugezi na kadhalika. Warefu nyuma, wafupi mbele. Tambuka mbele. Wewe tambuka mbele. Tuo mubisha wepika yaho. Fitu. Mumeona jinsi wazalendo wako determine avec courage kabisa ya kupigania udongo wa Kongo, wa kudefendre nchi ya Kongo, wakipigana na wasi wa AFC M23 ambao wana mpango wa kuendelea kukamata maeneo ya Kongo na kubalkanize nchi ya Kongo, yani waigawanye parti moja waiongoze
na ingine ibakiane na Wakongomani. Ni jambo ambalo sasa wazalendo walitaki, ni jambo ambalo wazalendo wanalipinga. Wakipinga jambo hilo, ili wabidi kuingia msituni wakakamata silaha ili kupiganisha wasi hawa wasije wakafanikiwa kukamata maeneo wanayotaka ili wabalikanize nchi ya Kongo. Generale Ngoma Nzito Delfe yeye anafanyaka kazi mu plateau de Fizi kule maeneo ya Bilalo 2.0 Rugezi Mikenge, akipiganisha waasi wa Twirwaneho Ngumino Red Tabara na AFC M23 kule. Aliamua kutuma vikosi hivi huko mu maeneo ya Makobola ili kusaidia wale wazalendo wa Generale ya Kutumba, Generale Makanakika Simbira John, Generale Rene, kwa sababu huko ndo kwenye AFC M23 iko na penda ipitie sana ikiprogrese mu maeneo ya Fizi, na wana mpango wa kutaka kuunganisha nguvu zao na Twirwaneho kutoka maeneo ya Minembwe. Huko sasa maeneo ya Minembwe, Mikenge, Rugezi, maeneo ya plateau de Fizi kule, Twirwaneho AFC M23 na Red Tabara na Ngumino kule wanapigwaka usiku na mchana. Mavio de chasse, Sukoi, madrone zinawapigaka mchana na usiku. Kuanzia tarehe 10 za mwezi huu ndege zinafanyaka kazi kule asubuhi na mchana ili kuzuia waasi hao kutoka Minembwe wasije wakasonga mbele, na kutokana na ginsi kule sasa walishaka waweza kabisa hawana nguvu zote za kuprogresse kutokana na force ambayo iko kule. Wazalendo wanamua sasa kutia zingine force zao maeneo ya Makobola ili nako AFC M23 wa maintenir pale isije ikaprogresse na kufikia mpango wao wa kuunganisha nguvu na wenzao wale wa Twirwaneho kutoka maeneo ya Minembwe. Hayo ndiyo yanayoendelea kwa sasa pale mu province ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi. Baada ya AFC M23 kukamata mji wa Uvira na kusonga mbele mu territoire ya Fizi, Tanganyika territoire ambayo inapakana na Sud Kivu, hali ya usalama ilianza kuzorota sana kutokana na AFC M23 kwa avance kule. Sasa gouvernement provinciale ya Tanganyika ilikamata hatua za kulinda mkoa wa Tanganyika, waasi hawa wa AFC M23 wasije wakaingia mu mkoa wa Tanganyika. Mojawapo ya maamuzi walio yakamata ni kuanza kufunga njia ya maji inayounganisha Sud Kivu na Tanganyika. Mnajua ya kwamba pale kuko lake Tanganyika ndiyo ambayo inaunganisha mkoa wa Tanganyika na Sud Kivu. Sasa trafiki kwenye lake hiyo ilisimamishwa, kukaletwa mabateau de guerre pamoja na wanajeshi wa FARDC wa unité ya marine wale wanaopigania ndani ya maji, ndio wenye walikuwa deploye pale mulake Tanganyika ili kuhakikisha usalama wa mkoa wa Tanganyika. Haya maamuzi yamefanywa baada ya siku moja na gouverneur wa Tanganyika kusema kwamba AFC M23 haitaingiaka Mtanganyika, watafanya iwezekanavyo, watapigana kabisa na hawa wasi wa AFC M23 kwa nguvu zote, hawatafikaka Mtanganyika. Maamuzi walio yakamata ili kulinda Tanganyika sasa ni kuingiza wanajeshi wa FARDC wa unité ya marine na vifaa kama mabateau de guerre pale mulake ili kupiganisha wasi wa AFC M23 mu territoire ya Fizi na kulinda usalama kabisa wa territoire ya Tanganyika. Kitu kingine, walisimamisha aeroport ya Kanunka pamoja na aerodrome ya Nyunzu ambazo zinapatikana mu 36 km na Manono Centre. Ile aeroport ya Kanunka pamoja na aerodrome ya Nyunzu nazo zilisimamishwa munjia ya kuhakikisha usalama mu territoire ya Tanganyika. Wanataka kusikue infiltration yoyote ya AFC M23 ndani ya mkoa wa Tanganyika. Gouvernement provinciale ya Tanganyika kabisa ilikamata hatua kali ili kuzuia AFC M23 isije ikafika ndani ya mkoa wa Tanganyika. Tuendelee na taarifa zetu.
SOS Media kutoka Burundi ilitangaza ya kwamba wanajeshi wengi wa jeshi la Burundi waliondoka mu province ya Sud Kivu, mu territoire ya Fizi na maeneo ya Mwenga na territoire ya Uvira, wakaelekea ndani ya Bujumbura kule nchi ya Burundi. Hii media ilitangaza ya kwamba wanajeshi wa FDNB, jeshi la Burundi ambao walikuwa mu operation mu Sud Kivu, wote walirudia nchini Burundi kupitia lake Tanganyika. Wanasema ya kwamba hao wanajeshi wa Burundi walitumikisha njia ya maji ili kufika ndani ya nchi ya Burundi. Wanajeshi hawa waliondoka mjini Baraka, wengine wakatoka ndani ya Mboko, wakakamata njia ya maji, wakafika kuporo ya Rumonge, pale ni ndani ya nchi ya Burundi. Walifika pale saa 12 asubuhi. Walisema kwamba pale kulikuwa makamio 6 ambazo zilikuwa tayari kuwabeba wale wanajeshi wote huko Bujumbura. Wakati hao wanajeshi wa Burundi walifika pale kupitia bato, waliingia ndani ya zile kamio zikawabeba ndani ya Bujumbura. Ile ni kapitale ya nchi ya Burundi. Media hii inasema kwamba wanajeshi hao wa Burundi walikuwa wengi, hawajafahamu nombre yao kamili, ila walikuwa wengi paske kamio zile zote 6 zilikuwa zikijaa wanajeshi. Wanasema kwamba hao wanajeshi wa Burundi wako narejea huko nchini kwao baada ya kupoteza mji wa Uvira, mji ambao walikuwa na majukumu ya kudefendre mpaka kwa damu yao ya mwisho, ila haikuwezekana na ikawa kama operasyon yao imemalizika huko mashariki mwa nchi ya Kongo, ikawabidi kurejea ndani ya nchi ya Burundi. Guvernema ya Burundi haijatangaza chochote kuhusu hao wanajeshi wao kuondoka nchini Kongo, ila kama kawaida tunaendelea kufuatilia habari kutoka huko Burundi. Kwa kawaida wakati kuna information yoyote ambayo guvernema ya Burundi itatangaza kuhusu wanajeshi hao, tutawaambia kama kawaida. Tuendelee na taarifa zetu. Baada ya Emmanuel Ramazani Shadari kutekwa nyara siku ya jana, Martin Fayulu alikuja kulaani vikali utekaji nyara wake Ramazani Shadari, akisema ya kwamba ile ni kukiuka article ya 16 na 17 pamoja na 18 ya constitution ya nchi ya Kongo, ambapo anasema ya kwamba Kongo pour le moment inahitaji l'état de droit pas l'arbitraire. Martin Fayulu alilaani vikali kukamatwa kiolela kwake Ramazani Shadari, ambaye alikuwa mgombea wa kiti cha uraisi mwaka wa 2023 na hata mwaka wa 2018. Tukiendelea na taarifa zetu, tuwapeleke huko Ituri ambapo silaha 20 za AK47 ziligunduliwa katika eneo la Jugu na jeshi la Kongo. Kulingana na jeshi, hizi ni silaha na risasi zilizotelekezwa na wanamgambo wa CRP wa Thomas Lubanga, ambazo walizipata katika eneo la Lalu huko Mochifu la wa Mambisa. Jeshi liligundua silaha 20 za AK47 na majarida 26 mnamo le 15 Desemba katika eneo lililotajwa hapo juu, yani eneo la Lalu. Ni kutokana na kashfa ya wenyeji kwamba silaha hizi za vita zilipatikana, alisema Lieutenant Zile Ngongo, msemaji wa jeshi huko Ituri. Huku akiwashukuru watu, afisa huyu wa jeshi aliwataka waendelee kushirikiana na jeshi lake, hasa kwa kuripoti washukiwa kwa mamlaka ya kijeshi. Kama ukumbusho, silaha zingine kadhaa za kivita zimegunduliwa na kupatikana hivi karibuni na jeshi la wasi katika eneo hilo hilo. Operation za jeshi la Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF wanaendelea kuzifanya wakipiganisha makundi yenye silaha huko. Wakiendelea kufanya operation zao, mafanikio yanaendelea kuonekana
kama hizo silaha wako na zipata ambazo zilikuwa zimefichwa na CRP ili wakati wowote zifichue wafanye vita dhidi ya raia. ADF kuishambulia hapa na pale. Hivi karibuni mnakumbuka kwamba kuna rute ambayo ilifunguliwa baada ya miaka 3 na inafungwa kutokana na ADF ambayo ilikuwa ikifanyia kazi ndani ya rute hiyo. FARDC na UPDF walitangaza kufungua rute hiyo baada ya kukamata maeneo yote, mabazi militaire yote ya ADF kwenye rute hiyo. Hayo ni mafanikio ya operasyon Shujaa inayofanywa na jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Uganda UPDF. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na washukuru sana, nikiwaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Nasema merci, nitaendelea kuwapa habari mbichi. Merci beaucoup.